Leo tutaka kufahamu kuhusu utaratibu wa upangaji nauli hasa kwa bajaji na daladala. Na hili ni kufuatia kinachoendelea mjini Njombe. Tunaona bajaji wameongeza nauli na kumekuwa na malalamiko kidogo kwa wananchi ambao wanatumia aina hiyo ya usafiri. Pengine ungetueleza kwa ufupi utaratibu wa upandishaji nauli au upangaji ukoje? Asante sana kwa nafasi hii na tunakushukuru wewe kwa kuja kutembelea ofisini kwetu uweze kupata kujifunza. Kwa majina mimi naitwa Joyce Zakaria Nungwa, afisa mfawidhi wa LATRA Njombe. Tukijikita moja kwa moja kwenye udhibiti wa nauli kati ya bajaji na daladala, tunakuja kupata utofauti ufuatao. Kikanuni bajaji ni huduma ya kukodi, ambapo hupangiwa vituo maalum kwa ajili ya kukodisha. Kwa hiyo nauli ya bajaji ni makubaliano yake kati ya abiria anayemsafirisha pamoja na yeye mwenyewe anayetoa huduma. Lakini udhibiti wa nauli kwa daladala unakuja pale ambapo tunapanga kulingana na umbali. Kwamba kutoka stendi kuu mpaka stendi ya zamani ni kilomita ngapi na nauli zinaweza kusomeka hivyo. Kwa hivyo na upangaji wa nauli huo haupangwi moja kwa moja na mamlaka ya usafiri udhibiti alizini peke yao. Wanashirikiana na wadau wote wa usafiri. Baada ya pale nauli utangazwa na watu wanaanza kufanya kuzitumia zile nauli. Kwa daladala mpaka sasa hivi nauli zilizopangwa zinafikia kiasi gani? Okay, kwa daladala mpaka sasa hivi nauli zilizopangwa ni kuanzia kilomita ndani ya kilomita 10, kuanzia kilomita 11 mpaka 15, 16 mpaka 20 na kuendelea mpaka 40, mwisho mpaka 40. Ambapo ndani ya kilomita 10 ni shilingi 600. Kilomita 11 mpaka 17 ni shilingi 700. Kwa hiyo tunaongeza kulingana na kilomita mpaka kilomita 40 ambapo ni shilingi 1400. Kwa hiyo unaona kabisa nauli zilizopangwa kwa usafiri wa umma ni rafiki pia kwa wananchi. Tukiangalia kwa umbali wa Njombe, tuchukulie mfano tu kutoka Nundu, tena ninafikiri niko hapo kutoka stendi kuu mpaka Nundu ni kilomita 5 ambao ni shilingi 600. Kutoka stendi kuu mpaka Yakobi ni kilomita 11 ambao ni shilingi 700. Kutoka stendi kuu mpaka Igominyi ni kilomita 14 ambao ni shilingi 700. Kutoka stendi kuu mpaka stendi kuu mpaka soko kuu ni kilomita 6 ambao ni shilingi 600. Kutoka stendi kuu mpaka hospitali ya Rufaa ni kilomita 15 ambao ni shilingi 700. Kutoka stendi kuu mpaka Igagala ni kilomita 12 ambao ni sawa na shilingi 700. Stendi kuu mpaka Usalule ni kilomita 27 ambao ni shilingi 1100. Kutoka Igominyi mpaka Usalule ni kilomita 40 ambao ni shilingi 1400. Kutoka stendi kuu mpaka Kibena ni kilomita 11 ambao ni shilingi 700. Kutoka kilomita soko kuu mpaka Kibena ni kilomita 7 ambao ni shilingi 600. Kutoka hospitali ya Rufaa mpaka Kibena ni kilomita 12 ambao ni shilingi 700. Kwa hiyo tunaangalia kabisa kwa namna ambavyo nimekutajia hizi kilomita pamoja na nauli kila mtu anaweza kalipa. Kwa hiyo ni kabla tujaenda mbali sana pia ni jukumu letu sisi sote kuwahimiza wananchi kutumia usafiri ambao ni rafiki na unafikika pia ni salama. Ambao tukiangalia hapa ni usafiri wa daladala. Kwa hiyo tuwatake au tuwaombe pia wanapoona daladala zimesimama pia na wao wajivunie kuwepo wa usafiri wa umma hapa Njombe, wautumie. Na hizi nauli ni za lini, zimetolewa lini? Hizi nauli zimetolewa mwaka jana I think. Kuna marekebisho ya kanuni ya mwaka 2020, ikaja marekebisho yake 2021 na 2024. Kwa hiyo yanaenda kurekebika kulingana na uhitaji. Na unavyoona labda ni kwa kiasi gani usafiri wa daladala ambao umesema ni rafiki kwa wananchi wa kawaida unatosheleza kwa hapa mjini? Kwa hapa mjini usafiri wa daladala kwa upande wangu nasema utoshelezi, na hii inatokana na kwamba kuna namna kuna pwaya. Kama kungekuwa hakupwai nafikiri tungeziona daladala mjini. Kwa hiyo ni fursa pia. Daladala ni fursa, tunawahitaji wawepo mjini watoe huduma.
Okay. Na hawa bajaji ambao tuliwagusia kidogo mwanzoni, wao wana hawapangiwi nauli lakini wanasimamiwa na nyie bila shaka. Ni sahihi. Kama nilivyosema mwanzo, bajaji pia tunawasimamia, na nimetoa maelezo zaidi kwamba tunawapatia vituo. Baada ya kuwa wamepatiwa vituo, tunatoa leseni. Kwa hiyo wao wanakuwa kwenye vituo vyao kwa ajili ya kazi ya kukodisha. Na makodisho yale sio kwamba watakodisha watu tofauti tofauti, ni ule mtu atakayemfuata atamwambia naelekea sehemu fulani, au yeye atawaona, watazungumza, wataingia makubaliano na wataelekea wanakotaka kuelekea. Pengine kwenye hizi bei ambazo bajaji ambazo wameziongeza hivi sasa, ni sahihi kwa wananchi? Bei walizoziongeza ni kwa sababu ukisema bei wameziongeza, mimi nitarudi pale pale nikwambie kanuni inamtaka yeye akodishe na awe kwenye kituo. Kwa hiyo ukiniuliza ni sahihi, nitakuwa siko nakosa cha kujibu ni sahihi kwa namna gani. Kuna kipi cha kuambia labda wamiliki wa daladala, lakini pia watu ambao wana fedha wanaweza kuwekeza kwenye sekta hiyo? Anaweza kuambia nini? Asante sana. Kwa ujumla ni waombe wananchi wote wanaweza kuwekeza kwa ajili ya kutoa huduma daladala mjini, wajitose zaidi kuwekeza kwenye magari makubwa ambayo ni salama, lakini pia nauli yake ni nauli rafiki kwa kila mtu. Lakini kitu kingine tuwaombe pia wananchi wa mkoa wa Njombe watumie usafiri ambao ni salama, ambao pia ni daladala. Kwa sababu kama watautumia, manake pia hata wanaotaka kuwekeza watakuja. Lakini kama hawatautumia, manake hawataweza kuja.